Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Bwana Ibrahim. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Vipi? Tunaendelea vizuri kabisa sisi. Mnaendelea vizuri. Poleni kwa matokeo ambayo mmeyapata. Hii leo nani analaumiwa zaidi? Hii timu yetu nahisi kila mtu anafaa tu kulaumiwa, kwa sababu kija kuangalia wachezaji jinsi wanavyocheza, unaona kabisa kwamba sio timu ambayo inaocheza kwa hali. Yaani unaona kwamba Simba ni timu kubwa. Wa vile wanavyocheza wako down sana. Kwa hiyo hata sisi wenyewe tunashindwa kuelewa kwamba kwa nini wanafanya vitu hivi. Sasa kwa sisi wanachama tunaelewa kwamba timu yetu kutoka kwenye structure ya uongozi juu haiko sawa. Kwa hiyo kama viongozi hawako vizuri, usitegemee kwenye pichi ukakuta kitu bora. Inabidi tuwe na kiongozi ambaye ana sauti moja, ambaye ana uwezo wa kuwapa motivation wachezaji na wakaipokea motivation yao na wakaifanyia kazi. Lakini unavyoona kila mechi tunayocheza unaona magonjwa ni yale yale. Tunakosa magoli then tunakuja kuadhibiwa sisi dakika ya mwisho. Kwa hiyo mwisho wa picha tumefungwa goli 2-0, ni matokeo mabaya ambayo kwa kweli mimi binafsi sijatarajia, lakini hakuna namna. Tuendelee tu kuipa support team, lakini viongozi wajitathmini, kwa sababu wanachama na mashabiki wanaumia juu ya timu yao, juu ya mwenendo ambao Simba wanaokwenda nao. Yaani ni mwenendo mbaya kwa kifupi. Mara ya mwisho mmemsifia sana Matola kwamba anaweza, selection ya kikosi ilikuwa nzuri. Hii leo amefeli wapi? Mimi sijawahi kuzungumza sehemu yote kwamba Matola yuko bora, ila tu ninachoelewa ni miongoni mwa makocha wazuri ambao washakaa na walimu wengi. Kwa kiasi kikubwa unaona kwamba kwa kipindi cha miaka 4-5 Suleiman Matola amekaa na makocha karibia 10 tofauti. Nilikuwa natarajia kwamba uzoefu wake una uwezo wa kuisaidia Simba, lakini kwa wakati huu tulionao, mimi naamini kwamba aidha Simba wamuache, akishafeli wamuondoe moja kwa moja, au kama wanafanya maamuzi walete technical bench iliyokamilika. Na pia kabla hatujafika kwenye makocha, unajua Simba makocha karibia 4, kila wakiondoka wakiojiwa wanasema kwenye management kuna matatizo. Kwa hiyo hivi vitu sio vya kuchukulia mzaha, kwa sababu mtu mmoja akizungumza atazungumza mtu mwingine. Haiwezi kila mtu anayeondoka aseme management iko vibaya. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba wajirekebishe na wakae wamalize tofauti zao ili sisi tuwe bora, na bila kumaliza tofauti zao tutafungwa sana. Sasa shukrani. Shukrani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.